Maria, 네, usome Biblia Zaburi wa mia moja na tatu mstari moja hadi tano. okay. Mm, Mia moja na tatu. ya 103 1-5, nayo inasema, nafsi yangu mhimidi Bwana, naam, vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Namba 2, nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema. Namba 5, aushibisha mema uzee wako, ujana wako ukarejezwa kama tai. Amen. Masomo ya Injili ya Nyanzani. 9. Maombi na uponyaji. Zaburi wa mia moja na tatu mstari moja hadi tano. Utangulizi. Maria, usome utangulizi. Okay. Utangulizi nasema kuna magonjwa mengi zaidi ambayo hayawezi kuponywa na teknolojia na damu au nguvu za dawa, na magonjwa mengi yale ambayo watu hufa au kuteseka bila hata kutambua. Jina la ugonjwa huo. Pia kuna visa vingi ambapo hata watu wenye afya njema wanaugua ghafla, magonjwa yasiyotibika na magonjwa mengine mbalimbali katika maisha yao yote. Amen. Mifano kutoka katika Biblia. Soma. Mifano kutoka katika Biblia. Okay. Mifano ya Biblia nayo inasema, mwenye kifafa aliyepagawa na pepo huko Siria. Mathayo 4:4. Habari zake zikaenea katika Siria yote, wakamletea wote waliokuwa hawawezi, waliofikwa na maradhi mbalimbali na mateso, waliopagawa na pepo, na wenye kifafa na wenye kupooza, akawaponya. Amen. Naendelea. Nisome ya pili, inasema mwenye ukoma ndasoma mwenye ukoma
mwenye ukoma Mathayo 8:2-3. Mtu mwenye ukoma akaja kusujudia akasema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Yesu akanyosha mkono wake akamgusa akisema, nataka takasika. Mara ukoma wake ukatakasika. Amen. Naendelea. Okay. Kipofu Batimayo, Marko 10:51-52. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata Yesu njiani. Kipofu na bubu, Mathayo 12:22. Nao nasema, wakati huo akaletewa mtu mmoja aliyepagawa na pepo, kipofu na bubu, akamponya. Hata yule bubu akasema na kuona. Aliyepagawa sana na pepo huko Tiro na Sidoni. Mathayo 15:28. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Binti yake akapona tangu saa ile. Kiwete hekaluni, Matendo 3:6. Petro akasema, fedha na dhahabu sina, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Mtu aliyekuwa mgonjwa kwa miaka 38. Yohana 5:8-9. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Mtu mwenye mkono uliopooza, Mathayo 12:13. Ndipo akamwambia yule mtu, nyosha mkono wako. Akanyosha ukawa mzima kama ule wa pili. Mwanamke mwenye kutokwa na damu, Marko 5:38. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Enenda zako kwa amani, uwe mzima. Ugonjwa wako. Mwenye ugonjwa wa akili huko Filipi. Matendo 16:18. Paulo akakasirika, akageuka, akamwambia yule pepo, na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akatoka saa ile ile. Amen. Kwa sababu chanzo cha magonjwa haya yote ni cha kiroho. Uponyaji hauwezekani isipokuwa kwanza mtu amempokea Yesu na kupata wokovu. Akiponiwa kwa njia nyingine ni kwa muda tu na hali itazidi kuwa mbaya. Lazima tuzuie na kusaidia kulingana na mpangilio wa uponyaji unaofundisha kwa Biblia. Ikiwa kuna mgonjwa, matibabu ya kiroho lazima
yatolewe kwanza kwa kutumia neno, kisha kufuatiwa na matibabu ya moyo kama akili. Somo kuu. Kwanza, matibabu ya kiroho. Matibabu ya kiroho ni matibabu yanayokuja kupitia imani. Yakobo wa 5:15 hadi 16. Na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua hata ikiwa amefanya dhambi, atasamehewa. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponiwa. Kuomba kwake mwenye haki kwapa sana, akijitahidi. Matibabu ya kiroho yanafanikiwa kupitia maombi ya imani. Kazi ya uponyaji hutokea katika maombi yanayotegemea na kuamini kikamilifu nguvu ya uponyaji ya Kristo. Bwana hufanya kazi kulingana na chombo cha imani hiyo. Marko wa 10:52, Yesu akamwambia, enda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Kipofu Bartimayo wa Yeriko alikiri kwa imani, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Isaya wa 40:31 ninasema kwamba wale wanaomngojea Bwana watapata nguvu mpya. Kwa hiyo siri leo ni kushikilia jina la Yesu Kristo, ambaye ametufunulia siri za ajabu za jina la Yehova Mungu. Matendo ya 4:9 hadi 10. Kama tukiulizwa leo habari za jambo jema aliyofaniwa yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponiwa, jueni ninyi yote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti mliyemsulubisha ninyi, na Mungu akamfufua katika wafu. Kwa jina hilo mtu huyo anasimama mbele yenu akiwa mzima. Lazima tushikilie jina la Yesu Kristo, ambaye ana nguvu ya upatanisho na ufufuo. Ili kushikilia jina la Kristo, mtu lazima amjue na kumpokea Kristo. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa katika uponyaji ni kuelezea kama kutangazia Kristo kwa usahihi na kumfanya mtu ampokee. Pili, kumpokea Yesu Kristo. Jambo muhimu zaidi katika matibabu ya kiroho ni kumpokea Yesu. Yohana wa 1:12, kupokea maana yake ni kushikilia kwa nguvu au kuchukua. Ili kumpokea na kumshikilia Kristo ipasavyo, mhudumu lazima ahubiri na kushuhudia kuhusu Kristo. Ili kumpokea mtu lazima asikie Injili ikihubiriwa, na ili kumshikilia kwa nguvu lazima aone ushahidi wa Injili.
hivyo kusikia na kuona Injili ni muhimu. Matendo ya Mitume wa 8 mstari 5 hadi 8. Filipo akashuka akaenda mji wa Samaria akawahudhuria Kristo, na makutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yale yaliyosema na Filipo. Walipoyasikia na kuziona ishara alizozifanya. Kwa maana pepo uchafu wakawatoka wengi waliopagawa nao, wakilia kwa sauti juu, na watu wengi waliopoza na viwete wakaponywa. Ikawa furaha kubwa katika mji yule. Wakati ule ule waliompokea Kristo ipasavyo, matatizo ya kiroho ya watu wa Samaria yalitatuliwa mara moja, na matatizo ya kiroho yaliyosababisha magonjwa mbalimbali yaliponiwa mara moja. Kazi za uponyaji hutokea kwa kumfanya tu mtu mpokee Kristo ipasavyo. Kwa hivyo kumpokea ni muhimu. Matendo ya Mitume wa 8 mstari 13. Hata na Simoni mwenyewe akasali, akabatiza, akashikamana na Filipo, akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa inayopendeka. Hata Simoni ambaye alikuwa mchawi alishangaa kuona kazi kubwa ajabu zilizofuata baada ya kumpokea Kristo. Kwa maneno mengine, kazi kubwa ajabu zisizoweza kulinganisha na matendo ya mchawi anayetumia nguvu za giza au hila zilizoonekana popote pale Kristo alipopokelewa. Matendo wa 10 mstari 38. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Popote jina la Kristo linapokenda kuna ukombozi wa kweli. Wale waliokandamiza na Ibilisi wanapata baraka za ukombozi wa kweli na kupunguliwa baada ya kumpokea Kristo. 3. Mambo matatu yanayobadilika unapompokea Yesu. Hali kama cheo inabadilika kutoka kuwa mtoto wa Ibilisi na kuwa mtoto wa Mungu. Yohana wa 8 mstari 44. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa uongo. 1 Yohana wa 3 mstari 2. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika
bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirisha tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Mtu anabadilika kutoka kuwa mtumwa wa Ibilisi, yani dhambi, mtumwa wa dhambi na akona dhambi, kuwa mtumishi wa Mungu. Mabadiliko ya kiakili, kifikira yanatokea. Warumi wa 6:17, lakini Mungu na ashukuriwe, kwa maana mlikuwa watumwa wa dhambi, lakini mliitii kwa mioyo yenu ile namna ya mafundisho mliopewa. Hali ya kuburua na dhambi kila wakati, kuwa mpungwa wa dhambi na kutumiwa na Ibilisi ilikuwa hali ya kifikira kabla ya kuokolewa. Warumi wa 6:22, lakini sasa mkiisha kuwekwa huru mbali na dhambi na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu, ndio kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. Hata hivyo, baada ya wokovu, dhambi haituongozi tena. Roho Mtakatifu ndiye anatuongoza, yani kukutumia. Kwa hivyo kifikira, mtu hufuata msukumo wa Roho Mtakatifu ili kushinda dhambi na kuwa mtumishi wa Mungu. Hatimaye neema inakuja, ambapo mambo yaliyokuwa hayawezekani, kushinda dhambi au kupama katika hatima, yanaanza kutokea. Mabadiliko ya hatua kwa hatua katika mtindo wa maisha yanatokea. Waefeso 2:2, ambayo zamani mlienda katika hayo kulingana na kawaida ulimwengu huu, na kulingana na mkuu wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Wagalatia 5:18, lakini mkiongoza na Roho, hamko chini ya sheria. Maisha yaliyomfuata Ibilisi yanabadilika na kuwa maisha yanayofuata neno kulingana na msukumo wa Roho. Matokeo yake, mtindo wa maisha wenyewe unakuwa mpya, ukiacha tabia za zamani. Kwa nini dhambi ya asili, dhambi za mababa walioabudu sanamu na dhambi za kibinafsi zinatoweka? Dhambi ya asili, dhambi za kibinafsi na dhambi za mababu, yani mababu waabudu sanamu, zote zinasamehewa na kutatuliwa wakati ule mtu anapompokea Kristo. Yesu Kristo tayari amelipa gharama yote msalabani. Kabla ya kumwamini Yesu Kristo kama Mwokozi, Shetani kila mara alitumia dhambi ya asili, dhambi za kibinafsi na dhambi za
mababu kama msingi wa kuongoza maisha yetu apendavyo. Lakini sasa sisi si wadeni wa dhambi tena. Yesu Kristo alilipa gharama ya dhambi ambazo tulipaswa kulipia. Shetani hawezi tena kutushitaki wala kutugusa. Sisi tuliookolewa sasa tumepewa hata mamlaka ya kumvunja kabisa na kumfukuza mshtaki huyo Shetani. Wakati ule ule mtu anapompokea Yesu Kristo bila kujali cheo chake, hali yake ya kisheria inabadilika. Yesu alisulubisha kulingana na sheria ili kulipa gharama ya dhambi na kutuokoa. Kwa hivyo kisheria tumekuwa watoto na Mungu. Tangu wakati huu sifa ya kuomba inatokea na sifa ya kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu inatokea. Tangu wakati huu sifa ya kuwa na ushindi kama mtoto wa Mungu inatokea. Kwa sababu hiyo, kwa baadhi ya watu kazi hutokea mara moja ndani ya siku moja tu. Hivyo sifa ya daraja yetu ni kuponiwa magonjwa hata bila kuwekewa mikono. Tunapofanya harakati ya neno, watu husikia Injili na kuponiwa pale pale. Nilitambua matatizo yangu mwenyewe na familia yangu na ukuu wangu nikiwa nasikiliza neno la Mungu katika daraja. Nilipokuwa nikisikiliza Injili, makovu yangu ya muda mrefu na matatizo ya kiroho yaliponiwa. Kwa sababu neno la Mungu hufanya kazi kweli. Kazi hutokea hata bila ulazima wa kugusa au kuweka mikono. 1 Yohana 3:8, atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili Mwana wa Mungu alidhihirisha ili azivunje kazi za Ibilisi. Mathayo 12:28, lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha wajilia. Marko 3:18 hadi 15, akaweka watu 12 wapate kuwa pamoja naye, na kwamba awatume wahubiri tena wewe na amri ya kutoa pepo. Kuwa mgonjwa ni fursa ya kukutana na Mungu. Watu wagonjwa wanakuja nyanjani. Hii ni fursa kwao kupokea neema mpya. Magonjwa yote ya kiroho, kiakili na kimwili huingia kupitia moyo, yani akili. Roho ya udanganyifu ifanye kazi katika moyo ama akili. Moyo wa mwanadamu unakuwa jukwaa la shughuli za Shetani. Viumbe vya kiroho wanatumia akili, na wanadamu wanapotumia akili zao, Shetani anaweza kushambulia hapo kama roho ya udanganyifu. Hivyo bila hata kujua, mawazo mengine yasiyo yetu yanaingia kupitia mawazo ya udanganyifu na yanatuangusha.
Ikiwa mtu ataanguka hapo, Roho Mtakatifu anajima na mtu anaelekewa kwenye maisha ya kushindwa akiongoza na roho mbaya. Hebu tuangalie kuhusu roho ya udanganyifu katika Biblia. Moja Wafalme wa 22 mstari 20 hadi 22. Bwana akasema, ni nani atakaye shawishi Ahabu ili aweke aanguke huko Ramosi Gileadi? Mmoja akasema hivi na mwingine akasema hivi. Akatokea roho akasimama mbele za Bwana akasema, mimi nitamshawishi. Bwana akamwambia, kwa njia gani? Akasema, nitakwenda na kuwa roho ya uongo kinywani mwa manabii wake wote. Akasema, utamshawishi nawe utashinda. Enda ukafanye hivyo. Shetani, yani roho ya udanganyifu, anapokea ruhusa ya kumdanganya na kumjaribu mfalme Ahabu. Waamuzi wa 3:23, Mungu akapeleka roho mbaya kati ya Abimeleki na waume wa Shekemu. Nao waume wa Shekemu wakampania Abimeleki mambo ya hila. Roho mbaya ya Shetani inasababisha moyo wa usaluti kutoka miongoni mwa watu. Ni kazi ya Shetani pia kuendesha akili za watu katika mwelekezo wa ajabu. Ezekieli wa 14:9, na yule nabii akishawishiwa hata akaenda akanena neno, mimi Bwana ndiye niliyemshawishi nabii yule. Inasemekana kwamba Shetani anafanya kazi kama roho ya udanganyifu hata juu ya manabii. Hii ndiyo roho ya udanganyifu. Roho hii ya udanganyifu ni mshawishi anayewapeleka waamini na wasioamini kuelekea njia ya kushindwa na haribifu. Tatizo tabia za roho ya udanganyifu inaambata mtu katika maisha yake yote. Inaendelea kuongezeka, hatimaye inaharibu mwili. Kwa hiyo tunapaswa kukabiliana vipi na roho hii ya udanganyifu? Waefeso wa 4 mstari 23 hadi 27, wekeni mbali uongo, na hata mkiwa na hasira msimpe Ibilisi nafasi, kwa sababu Shetani ni tapeli. Anafanya kazi pale palipo na uongo, na Shetani ni mnyang'anyi na mwizi. Kwa maneno mengine, ana tabia ya kikatili. Kwa hiyo ukiendelea kutoa hasira, Shetani hakika atafanya kazi. Anaweza kuwa na hali ambapo huwezi kuzuia hasira, lakini lazima upate nafuu.
haraka kupitia neno na maombi. Vinginevyo utapata hasara kubwa. Je, mtu anapaswa kuwa mjinga anayetengeneza zizi baada ya kupoteza ng'ombe? Basi wekeni mbali uongo, mkasema kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo mmoja na mwenzake. Msiwe na hasira hata mkatenda dhambi. Jua isiche na uchungu wenu bado, wala msipe Ibilisi nafasi. Pili wa Thesalonike 2 mstari 10 hadi 11. Na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ili kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu waumini uongo. Ili kushinda udanganyifu na majaribu, sikilia kweli. Ili kila wakati kusikilia neno ni siri ya ushindi, kupanga jumbe na kujitafakari tena wakati wa maombi ya ratiba. Ukiruhusu hiyo, ingie kwenye maombi ya kila wakati. 1 Wakorintho 5 mstari 5, kumtoa mtu huyo kwa shetani ili mwili uangamize, ili roho iokolewe katika siku ya Bwana Yesu. Kata moyo wa kuasherati na moyo unaopata tamaa. Njia ya kushinda udanganyifu wa shetani. Mithali 4:23, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko chitokako chemchemi za uzima. Linda moyo wako kwa kweli na Injili. Waefeso 4:27, wala msipe Ibilisi nafasi. Rejesha maombi ya ratiba na maombi ya kulenga. 1 Petro 5 mstari 7, mkitika yeye pada zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Kabidhi matatizo yote kwa Kristo. 1 Yohana 3:8, Yesu aliyevunja kazi za Ibilisi. Jivike silaha za maombi. Waefeso 6:11, vaeni silaha zote za Mungu. Jivike silaha za neno la Mungu. Waefeso 6:19, pia na kwa ajili yangu mimi nipewe usemi kwa kufumbua kinywa changu ili nilihubiri kwa ujasiri fumbo la Injili. Njia ya uhakika zaidi ya kujivika silaha za neno na maombi ni kwa kushuhudia Injili. Anatoa ujazo wa Roho
Takatifu kwa ajili ya ushuhuda wa Injili na ujazo wa Roho Mtakatifu husaidia udhaifu wetu ili kuwezesha kujibika silaha za neno na maombi kila wakati. Mathayo wa 12:29, lazima tumvunje shetani kihalisi katika jina la Yesu Kristo mwenye mamlaka. Yakobo wa 4:7, shetani anapotuchochea kwa muda, usianguke kwenye udanganyifu huo na uwe na mtazamo wa utiifu kwa neno la Mungu na mapenzi yake kila wakati. Moyo huo unaoinuka kama moto usiotaka kutii ndio hasa shambulio la shetani. Usidanganyike, lazima utikishe kwa ujasiri na kusimama na mshambulie shetani ana kwa ana na Kristo. Mapinduzi ya ajabu ya ushindi yatatokea. Mungu ametupa jina kuu zaidi. Unapotambua kwamba siri ya Mungu imo ndani ya jina la Yesu Kristo na nguvu zote za Mungu ziko nyuma yake, mlango wa majibu unafunguka. Jinsi gani ninashukuru! Mimi hushukuru hata ninapofikiria nikiwa nimelala. Kwa nini? Kwa sababu majibu yanaendelea kuja. Hivyo mimi hushukuru hata nikifikiria nikiwa nimelala. Ukisali kila wakati, kushukuru katika kila hali na kuomba bila kukoma, kazi za ajabu hutokea. Watu wengi ulimwenguni leo wanadanganywa. Miongoni mwa wale wanaofanya biashara na wakurugenzi wengi wanajidanganya wenyewe na wengine. Na washiriki wengi wa bunge hufuata umaarufu na vyeo na pesa. Kwa maneno mengine, inaonyesha kwamba hakuna furaha kabisa ulimwenguni. Ulimwengu umejaa uongo mtupu. Ulimwengu hauwezi kupata furaha ya kweli. Mtu mmoja anapoelewa jina la Yesu linaenea ulimwenguni kote. Kwa hivyo jina hili la Yesu inabadilisha mataifa, inabadilisha itikadi na inabadilisha watu. Ikiwa muamini anaelewa jina la Yesu ipasavyo na kuliwasilisha, kazi za ajabu hutokea. Ninaenea kama mawimbi makali. Kuna upinzani mwingi na matatizo mengi, lakini ninapaswa kushinda mambo yote hayo. Nini chanzo cha nguvu kwa muamini aliyeokolewa na kiongozi? Kwanza, ushirika wa kina na Mungu. Sisi tuliookolewa tunaweza kuwa na ushiriki na utu wa Mungu kupitia neno. Ushiriki wa vitendo, ushiriki ulio hai, ushirika wa kibinafsi. Wafilipi wa 4:13, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu.
Pili Samueli wa 22:23. Mungu ndiye ngome yangu yenye nguvu. Ushirika na Mungu unakuwa chanzo kisicho na mwisho cha nguvu. Kwa Daudi, ushirika wa kina tangu ujana ulikuwa chanzo cha uongozi wake. Kwa sala zote na maombi, mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo lilo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Unaweza kutumiwa kupitia ushirika muhimu. Mungu anataka kupata watu kama hao ili kubadilisha ulimwengu. Warumi wa 1:9 ni ungamo la Paulo. Bila kukoma na wataja siku zote katika maombi yangu. Wakati unatafakari neno linalobadilisha nafsi, fanya maombi ya ratiba na maombi ya kila wakati. Kisha matatizo yote yatatatuliwa. Zaburi wa 119 mstari 97. Ndilo ninalo litafakari mchana kutwa. Yoshua 1:8. Kitabu hiki cha sheria kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanya njia yako kuwa na baraka, ndipo utakapositawi sana. Pokeeni neno kwa ajili ya kutafakari. Likariri na tafakari kupitia maombi siku nzima. Hii inakuwa chanzo cha nguvu. Waumini na viongozi bila kutafakari neno watapoteza nguvu zao. Zaburi wa 119:25. Unihuie kulingana na neno lako. Zaburi wa 119 mstari 35. Maana imependeza nayo. Zaburi wa 112:1. Apendezewaye sana na maagizo zake. Zaburi wa 119 mstari 47. Nami nitajifurahisha kwa maagizo yako. Kudhihirisha kihalisi nguvu ya Yesu. Pokea ujazo wa Roho Mtakatifu wa kutosha kushuhudia Injili kupitia kiwango chako na uzoefu na mazingira yako. Pokea mwongozo wa Roho Mtakatifu ili kupata mpango kamili wa Mungu. Kubali mamlaka kamili ya Kristo na umkaribishe Bwana huyo aliyekuja kwangu kama Bwana. Kutii kabisa mapenzi na mpango wa Bwana. Tuombe pamoja.
kubadilisha hali yetu kwa kuturuhusu kumwamini na kumpokea Kristo kama Mwokozi. Tunakushukuru kwa kubadilisha hali yetu kwa kuturuhusu kumwamini na kumpokea Kristo kama Mwokozi wetu. Hebu huu uwe wakati ambapo mikakati ya Shetani, mdanganyifu na kutokuamini kwetu kunaponiwa. Neno la Injili katika Kristo lichape ndani yetu na mizizi na tabia zenu zibadilike tunapopokea mwongozo na ujazo wa Roho Mtakatifu. Neno lipange na wakati wa kutafakari kwa kulenga ili kupata uponyaji na nguvu urejeshe. Tupe ujazo wa Roho Mtakatifu wa kutosha kushuhudia Injili. Hebu tupokee mwongozo wa Roho Mtakatifu ili kupata majibu ya wanafunzi wa uinjilisti. Maeneo na matukio ambayo Mungu ameyaandaa kuokoa nyanja ya kiganda. Tukiwa tunafurahia na kusubiri, tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina.